aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila, Ali Imran 97. Allah anasema ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu imewajibikia watu wahiji kwenye nyumba hiyo kwa yule awezaye njia ya kuendea. Wa amma sunna, amma katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal hadith bunya al-islam ala khams, mtume alisema Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Wa minha, na katika nguzo 5 hizo mtume akasema wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila, na kuhiji nyumba tukufu kwa yule mwenye kuwa na uwezo wa kuiendea ibada hiyo. Watukufu wa Islam, innal hajja ibadatu al-umri, hakika hija ni ibada ya umri, kwa maana inalazimika mara moja tu katika umri wa mtu. Wa tamamu shar'i, lakini ibada ya hija ni ibada ambayo ilipatikana utimilifu wa sheria. Wa khitamu al-amri, na kuhitimika jambo la dini. Wa kamalu din, lakini pia ukapatikana ukamilifu wa dini. Wa fihi, na ndani ya ibada ya hija, nazala kauluhu ta'ala, ili shuka kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilisheni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeuridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Al-Maida aya ya 3. Ndugu Waislamu, ibada hii ya hija ina fawaida nyingi, lakini miongoni mwa faida hizo ni mtu kufutiwa madhambi yake. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa sahaba Abi Huraira, Mwenyezi Mungu amridhie, qal, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam akisema, man hajja, yeyote mwenye kuhiji, falam yarfudh, hakufanya mambo machafu, walam yafsuq, na hakufanya ufasiki, raja'a min dhunubihi kayaumi waladatihi ummuhu, atarejea kutokana na dhambi zake zote kama ile siku ambayo mama yake alimzaa. Ndugu zangu, ibada hii ni ibada muhimu sana kwa yule mwenye uwezo, asifanye ubakhili akaacha kufanya ibada ya hija mpaka mauti yanamkuta. Hapana, ajitahidi kufanya ibada hii kwa sababu ina fawaida nyingi kabisa, na moja ya faida hizo ni hii ambayo tumeitaja, kusamehewa na kufutiwa madhambi yake yote atakaye hiji. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha faida za ibada hii ya hija, nayo ni kuingizwa ndani ya janna. Mtume alisema al-umratu ila al-umra, umra moja mpaka umra nyingine, kafaratun lima bainahuma, ni kafara, ni kifutio cha madhambi kwa yale yaliyoko katika umra mbili hizo. Lakini Mtume akamalizia akasema wal hajjul mabrur, na hija iliyotakaswa, hija iliyokubaliwa, laisa lahu jazaa'un illa janna, haina malipo mengine isipokuwa ni kuingizwa katika janna, kuingizwa peponi. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya hija ni ibada muhimu sana, ni ibada ya kuifanyia mipango mtu ili aweze kuitekeleza ibada hii. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninarejea tena kukuhusieni, lakini pia
kurejea nami kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama tunavyokariri ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu hii ya pili tuelezee ibada hii ya hija, lakini na ibada zingine nini hikima yake. Ndugu zangu katika Uislamu, ad-dinu al-islami dinu ijtimai. Dini ya Uislamu ni dini ya mkusanyiko wa kijamii. Wa rasulul mawadda, na dini ya Uislamu ni mjumbe wa mapenzi wal mahabba baina nas, na kupendana kati ya watu. Utaona kabisa dini yetu ibada zake nyingi ni za jamaa. Hii na siri kubwa. Sanna salata aljamaa, Uislamu umeanzisha, umeweka swala ya jamaa. Lengo liyatakabala almuslimuna wa yushawiru wa taswalahu wa yattahidu ala al-a'mali salihat. Lengo kuu wakutane Waislamu, washauriane, wasuluhishane kama kuna magomvi, lakini wawe kitu kimoja juu ya matendo mema. Wakadha aujaba salata aljum'a, na vile vile Uislamu umeweka swala ya Ijumaa fi kulli usbu', katika kila wiki watu wakutane, wawe na majambo kama haya, kujuana, kusalimiana, kuulizana mambo mbalimbali. Wasanna salata al-eidain, na Uislamu ukaweka swala za Idi mbili. Lengo ni lile lile, Waislamu wapate kukutana, washauriane, kama kuna magomvi wasulhishane, kama kuna mipango wapange. Ndio Uislamu umepanga hivyo. Wa faradha ijtima'an amma, na Uislamu ukafaradhisha mkusanyiko amma wa mwaka mmoja mzima, likulli qadirin, kwa kila mwenye kuweza, ala hudhurihi marratan fi hayatihi, kila mwenye uwezo juu ya kuhudhuria ibada hiyo ya mwaka mzima mara moja katika maisha yake, ambayo ndio hii ibada ya hija. Fi hadha al-ijtima', katika mkusanyiko huu wa ibada ya hija, yajitamiu al-muslimuna ulufan muallafa, wanakusanyika Waislamu maelfu kwa maelfu, min jamii al-biqa'i ala ikhtilafi ajnasihim, kutoka katika pande zote za dunia juu ya kukhtilafiana jinsia zao. Watabayuni lughatihim kullihim, na kutofautiana lugha za watu wote, lakini wanakusanyika sehemu moja bila kujali rangi, bila kujali kabila, bila kujali lugha, bila kujali bara, bila kujali kitu kimoja. Khashi'un khadi'un mujarraduna min az-zina war-riyash, wote wakiwa na khushu'i, wakiwa na unyenyekevu, na wamejitenga na nguo za mapambo na nguo zile za ziada. Wote wamevaa nguo aina moja. La farqa baina ghaniyin wa faqirin, mkusanyiko huo hakuna tofauti baina ya tajiri na fukara. Wa suqatin wa amirin, na raia na kiongozi. Wa adhimin wa haqirin, na bwana mkubwa na mtu mnyonge, wote ni kitu kimoja. Lijambi alfawaid alatiya, ukiongezea na faida zifuatazo. Kwa hiyo ibada ya hija ni kielelezo cha kuonesha umoja wa Uislamu, na ni kielelezo cha watu kuacha tofauti zao kuwa kitu kimoja. Ibada ya hija ni kielelezo kikubwa cha kuwa watu waungane. Faida nyingine katika ibada hii ya hija, ta'widul muslimin al-intiqala min jihatin ila ukhra, ni kuzoea Waislamu kugura, kuhama kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kwa sababu swala la usafiri katika Uislamu ni swala ambalo Mwenyezi Mungu amelihimiza, siru fil ardi, tembeeni katika ardhi. Kwa hiyo ibada ya hija inawafundisha Waislamu kutembea, kusafiri. Liyatamarranu ala tahammuli almashaq, ili wapate mazoezi ya kuvumilia mashaka, ya kuvumilia tabu. Waliyabhathu amma fihi taqaddumin tijaratihim, lakini vile vile wafanye utafiti katika yale ambayo yataleta maendeleo katika biashara zao. Ibada ya hija inafundisha hayo. Ibada ya hija inafundisha hayo. Waruqi ziraatihim, na kupanda uchumi wao. Wa taqdim afkarihim, lakini na kuendelea fikra zao, kwa sababu wote wanakuwa kitu kimoja.
wa islahi niyatihim, na kutengenezeka nia zao. Waislamu wanatengenezeka nia zao. Kama mtu alikuwa na nia mbaya, akifika katika ibada ya hija, basi nia yake yote mbaya inakufa, anasema na Allah tu. Kai yaarifu akhlaq an-nas, safari hii inafundisha mambo mengi, lakini ili waislamu wajue tabia za watu, waushahidu ajaiba dunia, na vile vile washuhudilie maajabu ya ulimwengu, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba ulimwengu huu. Hiyo moja katika faida za ibada hii ya hija. Lakini faida ya pili, taadhibu nufusi, ni kuleleka barabara nafsi. Haji anakuwa na nafsi yake laini, anakuwa tena hana hasira, anakuwa tena hana ubaguzi. Kuleleka nafsi, lianna amala alhajj mukhtalifa, kwa sababu matendo ya hija yametofautiana. Maana mambo mengi katika ibada ya hija tusaidu ala tathhiriha wa takmiliha. Haya matendo ambayo yametofautiana katika ibada ya hija yanasaidia juu ya kutwaharisha nafsi yake au nafsi zao au mahujaji, na kukamilisha zile nafsi zao kutokana na mapungufu ambayo yalikuwepo katika nafsi zao. Fa innal ghaniya wal faqira fi ta'diyati alhaji sawaun, kwa hakika tajiri na fukara basi katika kutekeleza ibada ya hija wote wako sawa sawa. Yani mkifika katika ibada ya hija hakuna huyu mabilionea, huyu nani, wote mnakuwa kitu kimoja. Yuhrimun wa yatajarradun 'anil makhith, wanahirimia wote na wanajiepusha wote na nguo za mishono, wote wanavaa zile shuka mbili. Wayub'iduna min anwa'i zinati wa turaf, na wanajiweka mbali na aina mbalimbali za mapambo na ubwenyenye. Kwenye ibada ya hija hakuna umwinyi, wote mnakuwa kitu kimoja. Watamarrauna ila Allah, na wanajinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayukbala atharatihim, ili wasamehewe mitelezo yao walioteleza. Wote wananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayufarrija kurabahum, na Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo yao. Wayuzida ni'matahum, na awaongezee neema zao. Wayastura khalalahum, na vile vile awastiri ile mitelezo yao na makosa yao walioyafanya. Hii ndio faida katika faida zinazopatikana katika ibada ya hija. Wayafu anhum, lakini kubwa kuwasamehe makosa yao na madhambi yao. Lakini faida nyingine, taarufu nnas, ni kutambuana watu. Kutambuana watu aina mbalimbali wanatambuana, la kumbe hawa ndio wa Nigeria, hawa ndio wa China, hawa ndio hii. Taaruf, lakini wote ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wanatambuana hivi, wataawunuhum, na kusaidiana kwao. Haji anamsaidia haji mwenzake aliyepata matatizo, hajali kwamba huyu katoka nchi gani, lakini kwa sababu ya Uislamu wake na kwa sababu ya dini yao wanasaidiana mahujaji. Liamalu ala ma fihi salahuhum fi dunya wal akhirah, ili wafanye yale ambayo ndani yake hupatikana utengenefu wao katika dunia na akhira. Salaha zao za nafsi, utengenefu wa nafsi katika dunia na akhira. Na ndio maana haji akirudi katika ibada ya hija huwa mtu laini, huwa mtu mpole, kwa sababu tayari ameshatengenezeka ile nafsi yake. Faida nyingine, taawidu linsan al-ikhlas fil amal, inamzoesha ibada ya hija, inamzoesha mwanadamu kufanya ikhlas katika matendo, sababu yeye akienda katika ibada ya hija yeye na Allah tu, hakuna kingine kitakachomshughulisha. Fa innahu taraka ahlahu, kwani amewaacha watu wake wa nyumbani, wa waladahu, na watoto wake, wa maalahu, na akaiachilia mbali mali yake, wadhaha birahatihi, akajitoa muhanga kwa ile safari yake, watahammala mashaqa safar, na akavumilia yale mashaka ya safari. Hakujali familia, hakujali hivi, amejitoa muhanga huyo mtu. Sio maana yake kwamba kawaacha watu na njaa, la, sio maana yake hivyo, kwamba nyumbani kwake kumekamilika, watoto wake wako vizuri, mali yake iko vizuri, na yale ambayo yalimkwaza katika nafsi kayatengeneza vizuri, kaenda hija. Ndiyo maana ya kujitoa muhanga. Pasieleweke vibaya katika hutuba hii ikaonekana kwamba kujitoa muhanga ndio kawaacha tu watoto hawali. Ibada hiyo ya hija haikubaliwi. Lazima patengenezeke kwanza katika familia, mali yake mtu aiache vizuri, na wahalum majara. Ndio maana Allah birahatihi,
Lakini mwisho kabisa, ibada ya hija katika faida zake ni muunganiko wa Waislamu, muunganiko wa Waislamu kuwa kitu kimoja, na mafunzo haya yalipatikana katika ibada ya hija aliyoitekeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa Uislamu umekaa barabara duniani, kila mwaka Uislamu unapata tamko la kiongozi wa dini mmoja duniani, lakini ala sababu shadidi ndio hivyo tena, tumeparaganyishwa, basi habari hazieleweki. Lakini ile khutba aliyoitoa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hija yake ile moja, mpaka leo ingefanywa kazi na umma wa Kiislamu, wallahi tungefika mbali sana, tungefika mbali sana, kwa sababu Mtume alieleza mambo mengi katika khutba ile, kuonesha kwamba Waislamu wawe na kiongozi atakayetoa tamko kidunia, mahujaji wakirudi katika miji yao, viongozi wanaoongoza Waislamu wakirudi katika nchi zao, wakawaweke Waislamu katika umoja na amani na salama. Na ndio lengo kuu la ibada ya hija, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwekea sisi umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwaka hadi mwaka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale ndugu zetu Waislamu wenzetu wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija, Mwenyezi Mungu awafikishe salama na hija zao ziwe hajjun mabrur, zikubaliwe na waingie ndani ya pepo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na sisi pia atujalie pia twende katika ibada hii kongwe ya hija. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamehe wazazi wetu na ndugu zetu wa Kiislamu waliotangulia mbele ya haki. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia ibada hii ya hija aijaze amani dunia hii, ili Waislamu wapate kustarehe katika kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tushikamane sana. Dini inakataza tafarruq. Narejea tena, dini inakataza tafarruq. Kufarikiana hakufai katika dini, kudharauliana hakufai katika dini. Na ndio maana tukasema haya maneno kupitia swala zetu. Mikusanyiko hii na maana yake, ndugu zangu Waislamu, tunakusanyika mara 5, bado watu hawasameheani, watu wanadharauliana, watu wanagombana, haina maana. Ijumaa tunakutana ndani ya wiki moja, tunakutana siku hii, ni siku adhim. Sio mtu bado anakuwa na chuki na ndugu yake, chuki na jirani yake, chuki na Muislamu wenzake, haifai. Na mwaka hadi mwaka Waislamu huwa wanakwenda katika sehemu tukufu hizi. Basi haya yote ni kuonesha muungano na kutaka Waislamu wawe kitu kimoja. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna Allaha wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rashidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. mwenye neema ya simu aizime simu yake. Bismillah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.